Karibu katika sehemu ya 6. Baada ya kuona jinsi akili iliyojificha inavyofanya kazi gizani, swali kubwa ni hili: tunawezaje kutumia nguvu hiyo kubwa kubadili maisha yetu? Ili kuwa bingwa wa maisha yako, huna budi kujifunza kuiongoza ile injini ya ndani. Hatua ya kwanza ni kile tunachokiita kujitambua kikamilifu. Wataalam wanatuambia kuwa binadamu ana uwezo wa kufikia kilele cha mafanikio ikiwa tu atajifunza kusikiliza mahitaji yake ya ndani. Siri hapa ni rahisi. Usipigane na akili yako iliyojificha, bali fanya nayo urafiki. Pointi ya kwanza ni kubadili mazungumzo yako ya ndani. Akili yako iliyojificha ni kama msaidizi anayesikiliza kila unachosema. Ukijiaminisha kila siku kuwa wewe ni mnyonge au huna bahati, akili hiyo itafanya kila linalowezekanalo kuhakikisha unakuwa mnyonge kweli. Lakini unapoanza kujipa kauli za ushindi na ujasiri, unaanza kuiprogram upya ile injini ya ndani ili kutafutie fursa badala ya vikwazo. Pointi ya pili ni kutumia nguvu ya taswira au picha ya akili. Akili iliyojificha haijui tofauti kati ya kitu halisi na kitu unachokiwaza kwa hisia kali. Ukijiona kichwani mwako ukiwa tayari umefanikiwa, akili yako itaanza kutengeneza mazingira ya kukupeleka huko. Hii ndio sababu watu wenye maono makubwa huonekana kutokea mahali popote na kufika mbali. Hapa ndipo tunapokutana na dhana ya utulivu wa hisia. Badala ya kurupuka unapokasirishwa, jifunze kutulia na kuuliza, hii hasira inatoka wapi gizani? Unapotoa mwanga kwenye hasira au woga wako, unanyang'anya nguvu vitu hivyo na kuanza kuviongoza wewe mwenyewe. Mwisho, kumbuka kuwa maisha yako ni hadithi unayojiandikia mwenyewe. Wewe sio ganda la nje pekee. Wewe ni nguvu kubwa iliyojificha inayoweza kuchonga mazingira yako badala ya kusubiri mazingira ya kuchonge wewe. Je, uko tayari kuanza kuandika sura mpya ya maisha yako? Niandikie kwenye komenti, ni tabia gani moja kubwa unayotaka kuiprogram upya kwenye akili yako kuanzia leo? Asante kwa kuwa nami katika safari hii ya kuelewa akili ya mwanadamu. Usisahau kusubscribe ili usipitwe na mwendelezo wa masomo haya muhimu ya kisaikolojia.